Nakwambia ningenya wapi? Lakini Ibla nasikia anataka kuondoka pale. Ningempata Ibla. Ibla ni tatapika sana. Ibla kwanza nasikia anataka kuondoka. Sijui anatumia mbinu gani. Ila nasikia anataka kuondoka. Kile tu ghafla mtasikia tu Ibla yupo onekana. Sasa familia bwana. Lakini mambo ya pale ana kifamilia ana nini mwenzangu? Maisha magumu. Yaani ukiwa pale ndo maskini huwa hapa. Unajua maana umaskini huwa hapa. Una tamia. Yaani mpaka unasema lebo vipi imechinjiwa nini? Yaani pati hata 100. Mwenye hela pale wanaishi. Kwanza ukiwa hata wale machao wengine sio wanafanya kazi na yeye. Lakini ikitokea kwamba chao kapata kimeo kingine, ananuna. Yaani ananuna kununua kufanya hicho kimeo. Anataka baki na wewe afu anabaki kukupa 20,000, yani hajui watu na familia, hajui unaishije. Kwa hiyo ni ajali. Kwa pale wale watu wale wakipata bosi wale hana watu wote wanamwacha. Wote tu pale wasikilize tu upate deal. Wapo kwa sababu wanaishi kwa brand yake. Ila sio kwamba wanapata hela. Wanang'ang'ania tu kwa sababu ile brand. Wanaheshimika kupitia ile brand ya Harmonize. Yes. Kwa hiyo sasa wakishapata kazi na hapa hela, mimi nakwambia mna nebaki. Mondi tu akisema kwamba mimi namuonyesha naondoka na wote anaondoka. Hamna tena kumwacha. Mwenye msimamo. Hayuko vibaya, yani uko vizuri. Akiamua kubeba na kubeba. Ubaili ule. Mimi sana kinachomponza naona ni ubaili. Mbona mademu anaona? Kwa mademu anatoa vizuri kabisa. Kabisa ni vizuri. Yaweza akafanya hata masifa, mko hapa wengi, demu kafika nje la nauli mpe 50. Afaanza kuongea. Yaani hapo demu mpe nauli 50 atashangaa. Kwa hiyo anajisikia la. Hapo kimpe 50 atafura. Nenda mpeleke 50 hapo nauli. Analipa pale nauli nyingine sana idinya. Anaweka pembeni. Kwa hiyo mwenyewe anaona demu lazima pagawe. Kwa hiyo yani yuko tayari kujitoa kwa mademu. Mademu mashikazi, mademu ni quality ya mademu. Yaani mademu yani demu yoyote kwenda na demu yoyote. Demu utamkuta na huyu, kesho utamkuta na huyu. Hivi kipindi mashiko na Kajala alikuwa na date na mwingine. Anajiiba. Sasa hivyo hawezi kuzungumzia tena. Yaani nimeshauri lakini alikupo anajiiba. Nilipokuwa nasikia na anajiiba. Sio mpaka mwisho wa siku, lakini yule alijikaza sana. Alipokuwa na Kajala alijikaza sana. Alikuwa endendi kwa wanawake sana. Mwisho wa siku yani kaja kuharibu tu kwa Sofia basi. Sofia shoka. Wewe ndo kumwacha yule. Yaani yule nasikia Kajala si ndo alifumania, mimi ndicho ndo nishaondoka kwenye gang tayari. Story tu nazipata juu. Kwamba yule sijui alifumania sijui message, Kajala alijua. Ndio kuniambia kwamba nasha binani. Sasa tembea huyu jamaa kinataki. Tena demu mwenyewe demu ndo aliharibu. Kaambia mashoga zake, "Konde kwa mkononi, nimpigie hapa." Konde kapiga kumbe dada karudi speaker. Mashoga zake wanasikia ndo habari kusambaa, mama mtu kusikia. Konde kajimaliza akajua anaongea naye peke yake.